tunataka Kongo yetu. Bida tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo olale, shit tuko mbarabara. Kuna bakamata na migulu sasa. Jua ntuzoea sana. Hautajijutia kusubscribe kwenye channel yako pendwa ya BG Online TV, kwa sababu utaendelea kupata habari zenye ukweli na uhakika, mtazamaji wetu, popote pale ambapo unaendelea kupatikana. Kundi mbili za wazalendo zimeshuhudiwa kufyaturiana risasi mwishoni mwa wiki ya tarehe 22 March 2025 majira ya jioni kwenye kijiji cha Katungulu. Vijana wa kata la Panzi jijini Bukavu wameendesha maandamano ya kuomba M23 kuondoka mjini humo Jumapili ya tarehe 23 March 2025 kwenye mida ya usiku. Nchi ya Angola imetangaza kujiondoa kwenye upatanishi wa kutafuta usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya serikali kuu ya Kinshasa nayo serikali ya Rwanda, kisha serikali ya Angola kupitia rais wake Joao Lourenço imetaja kujiondoa katika harakati za upatanishi wa kutafuta usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, kuna mengine mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, ila tuambatane mwanzo hadi tamati. Naam, kama tulivyokujuza kwamba kundi mbili za wazalendo zimeshuhudiwa kufyaturiana risasi mwishoni mwa wiki ya tarehe 22 Machi 2025 majira ya jioni kwenye kijiji cha Katungulu kwenye sekta ya Tanganyika. Mapigano hayo yalipelekea jeshi mmoja kufariki na mwingine mmoja kubaki na majeraha. Kundi la wazalendo linaloongozwa naye Asopa na kundi lake Mamadu walianza kufyaturiana risasi hizo, kisha kundi hizo mbili kupigania silaha ya aina ya PKM. Mmoja kati ya kundi hizo mbili ya shutumu lingine kuwaibia silaha yao hiyo ya aina ya PKM, jambo ambalo lilikuwa chanzo cha mapambano hayo. Kupitia hali hiyo, raia wa Lusenda na Katungulu sekta Tanganyika tarafani Fizi walijawa na wasiwasi mkubwa kwa kuhofia kwamba M23 ndio wamevamia vijiji vyao. Jumatatu hii ya tarehe 24 Machi 2025 raia wa vijiji vya Atongolo na Lusenda washuhudiwa kuendelea na kazi zao za kila siku kama ipasavyo. Mtazamaji, upande wako kipi kifanyike kupigania hali hiyo ya wazalendo kurushiana risasi wao kwa wao? Mbunge mchaguliwa wa tarafa la Uvira Justin Bitakwira ameomba msamaha kwa makabila yote, hasa kwa kabila la Washi kutokana na kauli yake. Justin Bitakwira ameomba samahani mara baada ya kauli yake aliyoitamka kwenye hotuba yake ya hadharani pa Uvira tarehe 21 Machi 2025 isemayo ukombozi wa Bukavu na Goma utatoka pa Uvira. Kauli hiyo aliyoitoa Bitakwira, mbunge mchaguliwa wa tarafa la Uvira na mwakilishi wa wazalendo jimboni Kivu Kusini, ilipokelewa kwa namna tofauti, hasa kwa malida wa muji wa Bukavu na tarafa la Walungu. Malida hao wamesema kwa sasa Kamanda Foka Mike na Maeshe ni wazalendo na wanaendelea kupambana ndani ya tarafa la Walungu kwa kutafuta njia ya kwenda Bukavu. Je, hivyo wao hawatafuti njia ukombozi wa Bukavu na sehemu zingine? Walimuuliza hivyo Justin Bitakwira malida hao
wa eneo la Bukavu na tarafa la Walungu. Kwa sasa mwanabunge Justin Bitakwira amepanda kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba kila kabila linakuwa alikosi wasaliti na ambao wanaungana na Rwanda, akianza kutaja kabila lake la Wafuliru, Wabembe, Washi na makabila mengine. Kwa hiyo natambulisha msamaha wangu kwa kabila la Washi kama nilitamka vibaya mbele ya umma, ila narudilia kusema hakuna kabila lililo takasika. Parler de la complicité des Bashi dans la généralité. Et cela a créé un émoi, une contestation parmi eux. Parce qu'il n'y a jamais eu de tribus saintes dans chaque tribu. Comme chez moi, chez les Bafouliru, il y a des complices des Rwandais. Chez les Babembe, il y a des complices des Rwandais. Chez les Bashi aussi, il y a des complices des Rwandais. Donc, je présente mes excuses aux Bashi que j'ai offensés publiquement. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune tribu sainte. S'il y a eu écart de langage, si j'ai blessé. Alisema hivyo Justin Bitakwira katika hali ya kuomba msamaha. Upande wako mtazamaji, unadhani je, alikuwa ameongea vibaya? Mtazamaji, unaendelea kufuata matukio toka kona tofauti za dunia, hasa kwa yale yanayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati huu kupitia chaneli yako pendwa ya BG Online TV. Tuangazie kule Bukavu ndani ya kata la Panzi ambako vijana walijawa na hasira usiku wa saa 2 hadi saa 4 ndani ya mji huo. Vijana hao wa kata hilo walijitolea muhanga kwa kupita barabarani na kutia mawe kufunga njia, na huku wakiimba nyimbo tunataka Kongo yetu. Kwa kweli ilikuwa ni hali ya upekee, sababu hakuna aliyeamini kwamba raia wa Bukavu wanaweza kufanya yale walioyafanya kwenye usiku huo. Kundi hilo la vijana toka kata la Panzi waliimba nyimbo hizo zikiwa na walenga M23 ambao walikuwa naomba kuondoka mjini humo. Vijana wa Bukavu wamesema mateso yamezidi kupitiliza kiasi, kama vile hasa zaidi vijana kuuawa bila sababu yoyote. Vijana wanataja kwamba mateso yanayoyafanyizwa toka M23 inakuwa ni tofauti na kauli yao ya kampeni wanayoitoa kwa raia kwamba wao ni wakombozi. Ama kweli kuna siku hata dondocha kwenye Kiswahili cha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo wanaitarima linalofugwa uwaga siku moja linalamba chumvi na kutoka kwenye mateso. Ndo hali hiyo ambayo vijana wa kata la Panzi mjini Bukavu walivyofanya, wakimaanisha wamechoshwa na vitendo vya mateso vinavyotekelezwa na M23. Vijana hao wa kata la Panzi pa Bukavu wameomba M23 kuondoka mjini humo. Ni miongoni pia mwa malengo ya maandamano hayo walioyaendesha usiku huo wa siku ya Jumapili ya tarehe 23 Machi 2025. Je, mtazamaji, unafikiri kwamba hali hiyo ambayo iliendeshwa na vijana wa Bukavu ni kutokana na nini? Tunataka Kongo yetu, brida tunataka Kongo yetu shie. Kama utaki Kongo olale, shit tuko mbarabara. Kuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Wacha tugusie kidogo kuhusu mapambano yaliyojiri Jumamosi kuanza saa 10 za jioni hadi kwenye muda wa usiku kati ya M23 dhidi ya wazalendo. Ni kwamba
Bado mapambano hayo mpaka sasa Ijumaa 3 ya tarehe 24 Machi 2025 bado yamesimama, kiisha mapambano hayo kuripotiwa kwenye maeneo ya Nyantende, Nyangezi na vijiji vingine vya tarafa la Walungu vyenye kupatikana kwenye kilomita chache na katikati mwa mji wa Bukavu. Kwa habari tulizo nazo zaeleza kwamba wazalendo walifanikiwa kushika silaha kubwa iliyokuwa ya M23 ambayo ilikuwa ikiweza kupiga kombora nzito na ambayo ilikuwa ikileta usumbufu kidogo katika operation ambayo ilikuwa ikiendeshwa na wazalendo katika harakati za kutaka kuteka mji wa Bukavu. Wazalendo wanaendelea kuendesha mashambulizi kwa M23 katika vijiji hivyo vya Nyantende na vingine vinavyopatikana kwenye umbali wa kilomita chache na katikati mwa mji wa Bukavu, ili kuhakikisha kwamba wameuteka mji mkuu wa Bukavu, ili kukomboa raia ambao wanaendelea kuonekana kuwa katika mateso kutoka M23 ndani ya mji huo. Ila sasa tusubiri tuone kipi ambacho kitakachoendelea, ila na kuomba endelea kufuata habari zetu kutoka chaneli yetu ya BG Online TV ili kuendelea kupata yale ambayo yatakayoendelea kujiri katika maeneo hayo. Tuangazie matukio yetu haya ya kutoka kwa rais wa Angola Joao Lourenço. Amesema ameamua kuachana na harakati za upatanishi na kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye kibarua alichokiandika kwa Umoja wa Afrika ambao walimpa wazifa wa kuwa mpatanishi, Joao Lourenço kasema ameamua kuacha kuwa mpatanishi wa Rwanda na Kongo Kinshasa, pia kati ya M23 dhidi ya serikali hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katikati mwa wiki iliyopita, rais huyo wa Angola ameandika kibarua cha mshangao kwa kuona marais wawili ikiwa Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenda kukutanana nchini Qatar kwa njia za uficho na kuvunja mpango wao wa uwepo wa Angola siku hiyo. Pia kupitia kitangazo hicho, Joao Lourenço alisema matatizo ya Afrika yatakiwa kumalizika Afrika na siyo kwenda kwenye nchi za kigeni. Hata hivyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia waziri wake wa mambo ya nje Bi Therese Kaikwamba mbele ya waandishi wa habari amehakikisha kwamba kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonesha nia yake ya kuongea moja kwa moja na M23 ili kupata suluhu ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, upande wako mtazamaji wetu unakuwa na mtazamo gani kwa kujiondoa kwa Joao Lourenço kwenye upatanishi huyo? Na je, serikali ya DRC kuongea na M23 moja kwa moja ndiyo suluhu tosha? Majibu yako toyasubiri kwenye komenti hapo chini. Tukamilishe matukio yetu haya na ushauri wa uharaka kwa wazalendo. Ujumbe mkubwa umetolewa kwa wazalendo ni kwamba ni vema wazalendo kufanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wameuteka mji wa Bukavu, la sivyo mambo mengine mabaya yatatokea baadaye. Labda nisiwe mrefu mtazamaji wetu wa kuendelea kuongea na kuachia nafasi ya kusikiliza ujumbe huo. Mwezi wa 3 za mwaka wa 2025, anayepanda jukwaani si mwingine ni ndugu yenu Mopepe ya Mboka, Le Grand Baoba, satelite ya wazalendo 10,000 volt. Nimekuja leo na sikitiko mingi wa ndugu zangu wa Kongomani wanaopatikana ndani ya Kongo na wanaopatikana nje ya Kongo. Wa ndugu zangu wazalendo, wa maimai, wa patriote, wa Simba Moto, wa Sud Kivu, niko na message d'urgence
yenye nataka niwajulishe. Nimepigiwa simu usiku kutoka makao makuu ya Kongo Kinshasa na mfanyasiasa mmoja mkongwe ambayo jina lake siwezi kulitaja. Akanambia, Mopepe ya Mboka, kazi mnayofanya huko Sud Kivu inatisha na inatingiza ulimwengu mzima, lakini muko mu distraction, tena distraction kubwa. Kuzubaa kukamata Bukavu ni distraction kubwa. Akaniambia ya kwamba julisha wa ndugu zako wote wa Sud Kivu, Wabembe, Wafurero, Warega, Wabwari, Wakalanga, Wazoba, Wanyindu, kabila zote za Sud Kivu, ya kwamba mutoke mu confusion, mutoke mu distraction. Inchi iko nafasi mbaya. Mulishaona wapi province mbili za inchi, province kubwa, zishikwe kisha rais wa inchi anyamanze kimya? Watu wao wanauawa asubuhi, saa 6, jioni, mchana, usiku. Rais awe ananyamanza juu ya nini? Nataka niwaibie siri. Siri ya utawala wa Kongo iko ndani ya mke wa rais. Kongo leo inaongozwa na mke wa rais. Mke wa rais njo iko na decision ya mwisho. Nomination ambazo ziko nafanyika, nyinyi watu wa Sud Kivu waliita Justin Bitakwira, wakamuomba majina. Rais akaandika majina ya watu wa Sud Kivu wenye wangepaswa kuwa nome ku gouvernement. Mke wa rais akakataa na wakahacha. Yeye njo iko na saini ya mwisho, na yeye leo ndio ananome, na yeye leo ndio anaongoza inchi. Kwa hiyo rais alitaka kuwasaidia nyinyi watu wa rade 100% kiwazi. Mke wa rais alisaini, alikataa. Kwa hiyo muishi kama vile watoto mayatima, watoto ambao hawana baba na hawana mama. Hiyo ndio hali nataka niwaambie kinagaubaga. Sasa mkongwe huyo wa siasa aliendelea kunifungua ubongo, akaendelea kunifungua macho. Aliniambia, julisha wa ndugu zako viongozi wa patriot, wajulishe ya kwamba watoke mu confusion na watoke mu distraction haraka. Kuanza force Bendera mpaka wa Sud Kivu na Kalemi na Shaba mpaka kufika Bukavu, mfanye haraka iwezekanavyo kabla wazungu hawajakuja. Mkutaniwe, munafanya ratissage, yaani eneo yote hiyo muikamate, muizibiti, iwe mumikono yenu, na musikubali miguu ya mzungu ikanyage mwile ardhi mtakamata, mtaisha. Mission ya wazungu wanakuja nayo, wanataka kuwafanya kama vile Somali hivi, wanataka kuja wasaidie M23 wawaue vizuri, kwa sababu leo muko na cheka wanajeshi wa Kongo ni wapumbafu, ni wajinga,
wanapana inchi. Les militaires sont apolitiques. Wafanya siasa wako apolitique. Wao hawakuwake mubitu vya siasa. Sasa kwa nini mtu mwenye hakuwake mubitu vya siasa anapigaka coup d'etat anakuwa raisi? Watu wenye hawajuwake siasa, hawako mambo ya siasa, wanakuwaka wa raisi namna gani? Ndio swali aliniuliza. Wa ndugu zangu wapenzi, Conseil militaire ya Congo na Conseil des ministres walishafanya vikao zaidi ya mara 100. Majenero wa Congo wako na shauria raisi badirisha mwelekeo wa jeshi. Wanajeshi wenye Rwanda wa kigeni wanashikilia nafasi kubwa kubwa mwarme, tena nafasi za mawasiliano, nafasi za logistike, na hiyo inasababisha sisi hatutaweza kitu. Mawasiliano yote iko mu mikono yao, logistike zote ziko mu mikono yao. Washauri wengi wenye wako pembeni ya rais ni wao, mpaka na ambassadeur na mpaka service de renseignement en. Na hiyo ndio siri ya nchi. Yaani siri yetu yote iko mu mikono ya Kagame. Kagame leo ndio anabeba nchi. Chochote kinafanyika Kongo asubuhi saa 6 jioni anakijua. Na ndio maana aheshimie rais wetu. Kila mara kwa mitandao iko na mtukana, yeye ndio anamuendesha. Hiyo ni maneno yote ya mzee wa busara, politologe, ambaye alinambia endelea kuwafungua akili, endelea kuwafungua macho, wasiendelee na distraction ya rade. Murade amuna kitu, murade awatapata kitu na watalambulia kitu. Wenye tuko naona tena watapata madaraka ni wale wa M23. Wale kaede charge yao iko mu mikono ya wazungu. Wazungu wanalazimisha rais aende kudialoge na wale. Sasa politiki ya rais leo ni politiki ya kameleon, siasa ya kubadilika. Leo iko na hii rangi, kesho hii rangi, kesho kuto hii rangi, na hii rangi na hii rangi. Ile politiki inauzi wenye walimpa madaraka. Watu wenye walimpa madaraka saini zote zenye alisaini hafate hata moja. Iko na badilika. Leo unaweza kuwa kwenye mkutano anatia saini, anakubali. Kesho anakataa ile saini. Kesho kutwa anakataa kwenda kumkutano. Kesho yake tena anabadilika. Ili siasa yake ya kubadilika hata wazungu wanashindwa kumuelewa. Kwa hiyo musiendelee kucheka wanajeshi wa Kongo. Wanajeshi wa Kongo wanaona gisi siasa yote ya nchi inaendeshwa. Conseil militaire na Conseil des ministres walishakutana zaidi ya mara 100. Wako na shauria rais. Nomination zote zinatoka ni mke wa rais ndio ananome. Rais akinome mtu, mke wake akishakataa, huyo mtu hatatumika. Kwa hiyo wa ndugu zangu, sauti hii ya mzalendo, ojo hii inaitwa mufungue macho, mutoke mu distraction, tuangalie kitu gani cha kufanya cha kusove province yetu. Province yetu ni nchi kubwa ya kuenea. Tutaendelea kutumikia watu wengine mpaka lini? Tutaendelea kufaidisha watu wengine mpaka lini? Tutaendelea kukaa mu distraction mpaka lini? Kuanza force bendera mpaka kufika Bukavu. Tukifanya ratissage, kitu gani tutakosa? Kila siku tutakuwa watu wa kubebeana mizigo tu. Tuko na mapays voisins
pays alliés zenye zilisha tuunga mkono. Kwa nini tusifanye kitu cha kushangaza ulimwengu? Kwa nini na sisi tusitwike madaraka kama wengine? Wenzetu wako na Nord Kivu kule, sehemu yote wanaenda wanakamata, wanashimika utawala wa kwao. Je, na sisi eneo yenye tuna kontrole tunashimika utawala wetu? Wale watu ambao tunatumika nao, tuko nao bega kwa bega 100%, ni utawala wa wazalendo kweli? Fungueni macho, fungueni akili. Msiendelee kucheka jeshi la Kongo ni wapumbafu, ni wajinga, wanahusisha nchi, wanageuka. Wao njo wanaona kuwazidi. Mtu mwenye iko munyumba njo anaonaka kuzidi mwenye iko nje. Hautajua kitu cha kuchumba kwenye haulalaki. FARDC inaona mbali. FARDC iko nageuka sababu ya matraizo. Maombi yao haisikilizwe. Hawana mshahara, wanateswa. Pesa wanapelekewa uwanja wa mapambano, wanafanya détournement de fonds. Operation retour. Tena zinarudia Kinshasa. Ilifikiria mpaka na armement zao zinapelekwa kwa M23. Ilifikiriwa mpaka na mateni yao inapelekwa kwa M23. Na vyote raporo iko naenda kwa rais. Hakuna decision ambayo ilikuwa nafanyika kwa wale wasaliti. Na wanajulikana mwenye alifanya hiki ni fulani, mwenye alifanya hiki ni fulani. Wakikuwa wanajeshi wa Kongo halisi wanafungwa. Ikikuwa ile jeshi la kigeni hawatafungwa. FARDC ni mwanamke mwenye alikaa mubunyumba mu mateso. Anateswa. Mwanamke akishakuwa anateswa, hana amani mubunyumba. Katatizo kadogo tu ile nyumba inavunjika. Sababu gani? Mateso iko mingi. Ndugu zangu, fungueni akili. Fungueni macho. Kwenye tunaelekea hivi, wanataka kutuma wa Francais waingie mu ardhi ya mababu. Wa Francais wakiingia mu ardhi ya mababu tunaisha. Watakuja kuarme makundi yote vizuri na pesa nyingi kuwapa ili watuteketeze vizuri, wafanye balkanisation. Kwa hiyo naomba viongozi wote wa wazalendo, naomba diaspora mzima ya wazalendo, kaeni chini, muangalie namna gani ya kurekipere Goma, ya kurekipere Bukavu mapema iwezekanavyo, na kupanga guvernema yetu. Baadaye tunaenda na ratisaji ya milima yote mirefu na mifupi. Sina mengi ya kuongea, na mengi niko nayo. Nimepewa siri nyingi kubwa ambazo mimi nilikuwa sijui. Mengi niko nayo, lakini ni hayo machache tu. Nilipenda kwanza nifununulie wa ndugu zangu wa Kongomani, wazalendo, wa patriote, sehemu yote unaopatikana. Na hadi hapo ndipo tumefika mwisho, mtazamaji wetu. Tunashukuru kwa uvumilivu wako kwetu na tunakutakia kila laheri. Usisahau tena kushare, kucomment